Raisi wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore ni miongoni mwa viongozi kutokea barani Afrika waliopata nafasi ya kushiriki katika maadhimisho ya ushindi ya Urusi, ambapo maadhimisho hayo pia yalihudhuriwa na viongozi wengine mbalimbali akiwemo pia rais wa China Xi Jinping. Baada ya kumalizika kwa shughuli zote za kimaadhimisho, rais wa Urusi Vladimir Putin alipata nafasi ya kuzungumza na rais wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore katika mkutano maalum ambao pia uliwashirikisha viongozi kutoka upande wa Urusi na wengine kutoka upande wa Burkina Faso. Baada ya kuzungumza kwa rais wa Urusi Vladimir Putin, pia Kapteni Ibrahim Traore alipata nafasi ya kuzungumza, na miongoni mwa mambo ambayo aliyasema, alibainisha kwamba nina heshima kwa kuweza kushiriki katika sherehe za ushindi mkuu. Ningependa kukushukuru kwa mwaliko. Ni ishara sana kwetu. Lazima niseme kwamba wakati wa ziara hii nilijifunza mengi kuhusu tamaduni na historia ambayo ilikuwa msingi wa upinzani wa watu wa Kirusi. Nilijifunza kuhusu dhabihu zilizotolewa na watu wako ambazo zimeifanya kuwa taifa huru hii leo. Ningependa kukushukuru kwa mara nyingine tena kwa kunialika wakati huu mahususi, na mkutano huu unatupa nafasi ya kufikiria juu ya kile kinachotokea sasa na kufikiria mbele. Vikwazo vya leo havipaswi kutuzuia kwa kiasi fulani. Vikwazo hivi hata ucheza mikononi mwetu, kwa sababu licha ya vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Urusi na nchi nyingine, Urusi inachukua nafasi kubwa katika uwanja wa kimataifa, na tunazingatia hili, tunaelewa kuwa si rahisi. Niliwatazama wanajeshi wakitembea mbele yetu. Nikaona vifaa vya kijeshi vikiwemo vifaru vilivyoshiriki katika vita kuu ya uzalendo, na nikaona vifaa vya kisasa pia. Ningependa ushirikiano kati yetu ili kukuza kwa kasi na kuchukua fomu mpya. Tunakushukuru kwa mtazamo wako kuelekea Burkina Faso. Leo nilitembelea taasisi ya Mindelvi, na tunaelewa kuwa pamoja na ulinzi na usalama kuna nyanja nyingine muhimu, yani sayansi na elimu. Tungependa Urusi itusaidie kuelimisha vijana wetu na kuwafundisha sayansi ili tuweze kuendeleza uzalishaji wetu wenyewe, viwanda na uhandisi, kwa sababu ni muhimu sana kwa Afrika. Tunaamini kuwa ugaidi tunaushuhudia leo unatokana na ubeberu, na tunapambana nao. Tukimaliza vita hivi tukiwa na jeshi lenye nguvu, tutaweza kushiriki katika kuendeleza nchi yetu. Hilo ndilo tunaloliona kuwa lengo la mapambano yetu. Ndio maana ni muhimu sana kujenga na kutoa mafunzo kwa wafanyakazi. Mara nyingi sana katika Afrika kuna matarajio mengi, mahitaji mengi katika swala la vifaa na ndivyo sababu tuna mengi ya kufanya. Tungependa kuomba msaada, na jambo kuu unaweza kutusaidia ni uhamisho wa teknolojia na ujuzi. Tunahitaji kuelewa jinsi tunavyoweza kueneza vyuo vikuu vilivyopo nchini Urusi hadi Burkina Faso, jinsi tunavyoweza kufungua matawi ya vyuo vikuu nchini Burkina Faso ili kuwafunza wanafunzi wetu kwa njia ya vitendo zaidi. Hilo ndilo lengo letu la msingi. Tungependa Burkina Faso ijiendeleze na wanafunzi wengi waje kwetu na kusoma science. Tunaona vijana wa ajabu wa shirikisho la Urusi. Kuna watafiti wengi wachanga kati yao, na tungependa ushiriki uzoefu kwako. Ni moja kati ya maneno ama mazungumzo ya Kapteni Ibrahim Traore akiwa na rais wa Urusi Vladimir Putin, ya kwamba kwao wao wanaomba ujuzi ama elimu kwa ajili ya kujiendeleza wenyewe na kuiendeleza Afrika.